Arafat, hongera kwa ushindi wa leo. Labda tupate maneno mawili matatu kutoka kwako. Ushindi una maana gani kwenu kama viongozi wa Yanga ambao ndo kwa mara ya pili tena mmeingia madarakani? Asante sana. Huu ndio mechi yetu ya kwanza ya kiushindani tangu tumemaliza uchaguzi wa awamu hii ya pili na kupata ridhaa ya wanachama wetu. Tunaitetea ngao hii na alhamdulillah, tunamshukuru Mungu tumeweza kuitetea vizuri sana ngao hii. Kwa hiyo ndio heshima ya kwanza ambayo tunajivunia kwenye mchezo huu. Kingine kizuri na kikubwa ni kwamba msimu huu tunaanza tukiwa na benchi jipya la ufundi. Tuna wachezaji wapya ambao tumeingiza katika kujenga kikosi chetu. Kwao kuweza kucheza dabi katika mchezo wa kwanza wa kiushindani na kupata matokeo na kubeba ngao hii ni jambo jingine ambalo kwetu linatupa raha, faraja na furaha sana kuona kwamba wachezaji wamefika, wamefanya kile ambacho wapenzi, mashabiki na wanachama wa Young Africans walikitarajia kukiona kutoka kwao. Lakini kubwa zaidi na hili ni kwa wanachama na wapenzi wote wa Young Africans, lakini na mimi binafsi, sababu takwimu zinaonyesha kwamba sisi Young Africans hatukuwa tumewahi kuwafunga wapinzani wetu katika ardhi ya visiwa vya Zanzibar ndani ya dakika 90 tokea mwaka 75. Hii ni rekodi ya zaidi ya miaka 50, ni miaka 51 nikiwa more precise, hatujawahi kuwafunga. Mechi hii ya mwaka 75 tuliwafunga goli 2-0. Badala ya hapo hatukuwahi kuwa tumewafunga ndani ya dakika 90, na leo hatimaye tumekwenda kuivunja kumbukumbu hii na kuandika kumbukumbu mpya ndani ya visiwa vya Zanzibar kwa kuchukua ngao ya jamii. Mwaka 75 mchezo ulikuwa wa Sekafa. Leo badala ya miaka 51 ni ngao ya jamii, ikiashiria kufungua pazia la ligi kuu ya NBC. Na kwa kweli kwetu hii ni dalili njema, ni ishara njema, ikituonyesha kwamba tumeufungua msimu vizuri na wanachama, mashabiki waendelee kutarajia mambo makubwa na mambo mazuri kutoka kwa klabu yao ya Young Africans. Na kimecheza leo mechi tuseme ya pili kubwa ya kiushindani baada ya ile mechi ya wiki ya Mwananchi. Tathmini yenu baada ya mchezo huu, nadhani mna kikosi cha aina gani? Ukiangalia timu yetu tangu tumekusanyika kwa ajili ya maandalizi ya msimu huu ni takriban wiki 3 tu tokea tumeanza maandalizi ya msimu, na ndani ya wiki 3 hizo hatujaweza kupata michezo mingi ya kiushindani ili kuweza kuongeza fitness kwa wachezaji wetu, lakini kuweza kuelewa mwalimu anataka nini kwao na anataka wacheze katika mifumo ipi zaidi wakiwa katika mechi za kiushindani. Kwa hiyo tulipata mchezo wa kwanza wakati wa tamasha letu la wiki ya Mwananchi, na leo katika mazingira ya kiushindani huu ndio mchezo wetu wa pili, lakini kubwa ni kwamba tumeweza kucheza kwa utulivu. Wachezaji wetu wameonyesha uwezo mkubwa walionao licha ya kwamba ndio kwanza mchezo wa pili na kuweza kutupatia matokeo na mazuri. Hii ni ishara kwamba tumesajili wachezaji wazuri, ni dalili kwamba tuna wachezaji ambao wanaelewa wamekuja hapa kwa ajili ya kuipambania nembo ya Young Africans. Baada ya mechi hii Yanga inaelekea Ruangwa kuanza msimu mpya wa ligi dhidi ya Namungo wakiwa wenyeji wenu. Ratiba ikoje na kwa maana ya focus ya hiyo mechi? Badala ya mchezo huu wa leo ambao umemalizika hapa Zanzibar wa ngao ya jamii, sasa tunahamisha mipango na mikakati yetu pamoja na nguvu zetu zote katika msimu mpya wa ligi kuu ya NBC, na mchezo wetu wa kwanza utakuwa pale mkoani Lindi, Ruangwa, tukicheza na wenyeji Namungo. Tunatarajia hautakuwa mchezo mwepesi, tunaanza ugenini, lakini tunaamini kikosi tulicho nacho, wachezaji tulionao,
tunakwenda kufungua msimu vizuri, na kumaliza mchezo huu tutarudi Dar es Salaam kwa ajili ya ratiba nyingine zinazofuata, huku tukiwa tunajiandaa na mchezo wetu wa raundi ya kwanza wa ligi ya mabingwa.